na kuomba kwa heshima, wewe ndio mbunge wa hapa, na kuomba kwa heshima kubwa, ita vijana wako wa Koinange wakalishe chini, waambie kitu wanafanya ni kitu mbaya sana. Iwezi kuwa wanaingia mahali wanapiga watu, wakishapiga watu wanasema sisi ni timu na Burindo. Hakuna mahali mtatupeleka. Naomba Mheshimiwa Peter Oscar na Burindo, ita hao vijana wako wa Koinange, waite wakalishe chini, waambie ya kwamba hii kitu mnafanya mnaniharibia kura. Hiyo ni kura zinaharibika kwa sababu hao watu hawapigi watu kutoka Lugari, hawapigi watu kutoka Bungoma, hawapigi watu kutoka huko Kakamega, hawapigi watu kutoka constituency nyingine, wanapiga watu wa constituency ya Matungu. Na hao watu ndio wapiga kura. Hawa mama ndio wanapiga kura, hawa wazee ndio wanapiga kura. Na hawa mama ndio wanavunjwa, hawa wazee ndio wanavunjwa. Na Mheshimiwa Peter Oscar na Burindo, usipochukulia hilo jambo ya dharura, na kuambia 2027 hata kukambine kwako kutakuwa shida. Juzi nimekuwa hapa kwa kanisa ya Dr. Liki, nimeambia mzee Ezoron ya kwamba Mheshimiwa Oscar na Burindo, wazee bashitete wamuite, wamkalishe chini, wamwambie hiyo kitu hao vijana wanafanya ni makosa. Na Burindo anaweza kuwa ajui, pengine yako kwa black, lakini kwa sababu hao vijana wakishapiga watu wakimaliza wanasema sisi ni timu na Burindo, mtatufanya nini? And that is, hiyo kitu anamkuharibia. Mimi kama kiongozi nimekuambia mapema, kama ujue ya kwamba wale vijana wanakuharibia jina kabisa. Wanafanya watu wanajua wewe ndio unawatuma, nao vijana wa Koinange. Hata kama watoki Koinange, wanaenda wakisema sisi ni timu Koinange na hakuna kitu mnaweza tufanya. Mkutishika mheshimiwa atatutoa. Mimi kama Nuru Okanga, mimi singependa kuona watu wangu hapa wa Matungu wakiumia. Singependa kuona ile maumivu ambayo niko nayo mtu wangu wa Kwarera wodi kuwe nayo. Sababu watu wameumia kwa wingi na wako nyuma ya curtain. Watu wameumia sana juu ya hii marungu. Baraza, wewe unatoka hapa Matungu na wewe sio mzaliwa wa hapa, umenunua shamba hapa. Hiyo ni ukweli ya mambo. Umenunua shamba hapa. Na unatoka hapa umenunua hapa Kwarera. Mimi sitakuogopa kwa sababu umesimamisha rungu mbele. Mwanaume anakufia nje. Na kama siku yangu imefika kuja unichukue venye unachukua watu wengine kwa manyumba, I know wewe ndio mnachangia kupiga watu hapa Matungu. Na katika manifesto yako hakuna mahali uliweka manifesto ukasema ya kwamba utapiga wana Matungu rungu. Hakuna. Na kama kuna baadhi mahali umeweka hiyo manifesto, utuambie ya kwamba manifesto yako inasema utakuwa unaenda kwa hardware, unanunua rungu, unakomboa vijana kutoka Shinyalu, unakomboa vijana kutoka Kisumu, unakomboa vijana kutoka Siaya, wakuje waangamize wananchi wa Kakamega County. Tunajua na tuko na wewe 2027. Unaona hao vijana wenye unapiga watu hao wenye unatumia kupiga watu, hata sisi tutawapiga. Sio ya kwamba hata hatuna uwezo. Siku nyingine utatuma hao vijana na raia waamuke kwa sababu wamechoka. Utawatuma waache tu waingie venye wanaingianga. Alafu mtu apige nduru, raia watokee. Sijua hao vijana watakimbilia wapi. Na nyinyi vijana wa Kisumu, vijana wa Siaya, vijana wa Kondele, vijana wa Kibera, msitumike na governor wa Kakamega, mtauliwa. Hiyo mimi nawaambia for free, mtauliwa. Saa hii mmewekewa tu mtego. Mtego yuko tu. Nimesikia mumeenda mahali mara kadhaa, mumewekewa mtego hivi. Mtego hivi. Nyinyi serikali Kakamega County, OCS wa Matungu, ukisikia vijana wameuliwa, usishike mtu yoyote. Kwa sababu hao vijana si wa hii area. Na hao vijana watoke Kakamega County. Baraza anaenda na haya vijana kutoka Siaya, Kondele, Kibera, kule Kisii, wanakuja kupiga watu hapa. Sisi hatutakubali. Na raia wameshaamua. Kama mtu yoyote kijana, wewe utaonekana huku, atumejaza huku umebeba gym, my friend, utakuwa vipande kama kuku. Hiyo mimi nawaashua. So vitengo za usalama ni kuhakikisha ya kwamba mtu yoyote ambaye anaingia hii Matungu aulizwe wewe kwenu ni wapi, ID yako inasoma wapi. Tumekaa na majambazi hapa Matungu na hatujui.
kwa sababu ya baraza. Ati baraza anawinda na burindo usiku na mchana. Hiyo ni tabia gani kama governor unafanya? Useless. Governor mzima wa county, wewe badala ulete watoto pamoja, wakae pamoja, wewe ndio sasa unachukua rungu kupiga watoto wako. Na wewe ni governor. Unaonyesha nini mwananchi wa chini? Wewe kama governor umesoma, umeenda mpaka form 4 kamaliza, ukaenda college, ukaenda wapi? Hiyo college yako ulikuwa unasoma rungu? Mimi huwa nafikiria kama umesoma, wewe ndio una reason kuliko wale watu wajasoma. Kumbe wale watu wamesoma ndio useless person. Na mimi nataka niambie baraza, chumba yako iko motoni. Usione ya kwamba wewe ndio governor uweze fanyiwa kitu. Hata wewe inafaa uimpichiwe venye Kawera Mwangaza amefanya. Kwa sababu hakuna kitu tunafanya hapa Kakamega. Soko ya Mambaleo imebaki venye iko. Soko ya Harambee imebaki venye iko. Kila project yenye Oparanya alianzisha imebaki venye iko. Na pesa imeingia, pesa ya budget ya 2024 umekula. 2025 ndio hii. Hakuna kitu unafanya. Kazi yako ni kupewa pesa, budget yako ni kununua rungu. Chuma yako iko motoni. Ukuje 2027 utuambie umefanya nini. Na kama hutatuambia, mahali utakuwa unasimama, wenye unatutoa mbio kwa matanga, hata pia sisi tutakutoa mbio. Kwa sababu hapo kila mtu atakuwa anajitafutia. Na sisi hatutakubembeleza hii Kakamega. Hatutakubembeleza na hatutakuachia nafasi uumize watu wetu wa Matungu. Hapa Matungu hatujakuwa na tabia ya rungu. Tangu amkoya apige watu hapa kwa election ya mheshimiwa David Were, hatujaiona marungu ikitembea tena. Hiyo tabia ilienda. Heshima sio utumwa. Baraza kuwa na heshima. Na kama una heshima na watu wa Matungu, tutakufundisha tabia. I will show you. Tutakufundisha tabia venye mtu anastahili akae na mahali umenunua shamba. Wewe ukumbuke wewe ni mnunuzi. Sisi ni wazaliwa wa hapa. Hata kama mimi nimenunua hapa, nimezaliwa hapa hapa. Hapa. Mimi ni mzaliwa hapa. So heshima ni kitu mzuri. Heshima ni kitu mzuri. Heshima baraza ni kitu mzuri. Thank you very much. Tukutane kwa video nyingine.